Karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu fedha. Wiki 2 zilizopita tuligundua kuwa shida si mshahara. Wiki iliyopita pia tukagundua kuwa akiba si kiasi cha fedha pekee. Na leo nataka nikuulize swali. Kama leo ungepewa shilingi milioni 100, je, ungekuwa tajiri? Au ungekuwa mtu mwenye pesa nyingi kwa muda mfupi? Hebu tusikilize simulizi hii. Juma, Kevin na Victor walikuwa wamekaa meza moja na hatimaye mazungumzo yao yakaanza. Kevin alianza kusema, "Mkuu Victor, kuna opportunity moja kali sana." Victor aliitikia, "Opportunity gani hiyo?" Kevin akajibu haraka, "Kuna kampuni mpya mtandaoni. Unaweka milioni 1 na baada ya wiki 2 unapata milioni 200. Hakuna stress kabisa. Watu wengi tayari wameingia." Juma alisita kidogo, kisha akasema, "Wiki 2 tu?" Kevin aliitikia, "Ndiyo, hata social media imejaa shuhuda." Victor alitabasamu kidogo, hakujibu haraka. Badala yake akauliza swali, "Kevin, unajua kampuni hiyo inapata faida kutoka kwenye biashara gani?" Kevin alikaa kimya. Victor aliendelea, "Na pesa wanazolipa wawekezaji wa kwanza zinatoka wapi?" Kimya kilizidi katikati yao. Kevin hajawahi kujiuliza maswali hayo. Wakati mwingine hatari si ya pesa. Hatari ni kukubalika kuamini jambo kabla hujalielewa. Katika dunia leo, taarifa zinasafiri kwa sekunde chache, lakini hekima bado inahitaji muda. Victor alitaka kutumia mfano. Alitoa noti 2, moja ilikuwa ni mpya kabisa, nyingine ilikuwa imechakaa. Kisha akawaambia, "Kevin, niambie, ipi ina thamani zaidi?" Kevin alijibu, "Zote zina thamani sawa." Victor akamwambia, "Kwa nini? Moja ni mpya na moja imechakaa." Juma akaingilia kati, "Kwa sababu thamani ya pesa haitegemei inavyoonekana." Victor alitabasamu sana. Kisha Victor akasema, "Na ndio maana watu wengi wanashindwa kuelewa utajiri. Wanatafuta kuonekana tajiri badala ya kuwa wenye thamani." Ukweli uliojificha ni huu. Utajiri si kiasi cha pesa ulichonacho leo. Ni uwezo wa kufanya maamuzi ambayo yataendelea kukuletea thamani yako hata kesho. Ndiyo maana kuna watu wanapata mamilioni na wanarudi kuwa maskini. Na kuna watu wanaanza na kidogo, lakini kila mwaka wanazidi kusonga mbele. Kinachotofautisha si pesa, ni namna wanavyofikiri. Leo tunaona matangazo mengi yanayoahidi mafanikio ya haraka, uwekezaji usioeleweka, biashara zinazoonekana rahisi kupita kiasi, ahadi za utajiri wa haraka. Lakini karibu na kila fursa halali ina kitu kimoja kinachofanana. Inahitaji muda, maarifa na uvumilivu. Kabla ya kufanya uamuzi wa kifedha, jiulize, ninaelewa ninachokiingia? Faida inatokana na nini? Na hatari zake ni zipi? Maswali haya yanaweza kukuokoa kuliko ahadi yoyote ya faida kubwa. Hidden Gold Challenge. Wiki hii usikubali fursa yoyote ya kifedha kwa sababu tu watu wengi wanaizungumzia. Chukua dakika 30 kutafiti kabla ya kufanya maamuzi. Jenga tabia ya kuuliza maswali kabla ya kuwekeza. Tajiri si yule anayepata pesa haraka. Tajiri ni yule anayefanya maamuzi ambayo pesa zake zinaweza kuishi naye. Leo tumejifunza kuwa utajiri haupimwi kwa kiasi cha fedha mfukoni. Hupimwa kwa ubora wa maamuzi yanaongeza fedha hizo. Lakini kuna swali moja muhimu katika safari yetu. Je, fedha zinabadilisha tabia za watu au zinazifunua tu? Tutajadili swali hilo katika episode ya 5. Usikose kila Jumanne kufuatilia ukweli uliojificha kuhusu fedha. Kumbuka, kila uamuzi unaumba kesho yako. Kutoka Hidden Gold Insight, mimi ni Ada Iligo.